Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Ninamshukuru Mungu kwa neema ya pekee kabisa ambayo ameweza kuachilia tena kwetu. Ni siku nyingine tena tunamtukuza Bwana kwa matendo makuu ambayo ameweza kutenda kwetu siku hii ya 27 mwezi wa 12, tukiwa tunaendelea na wiki la Christmas. Tumemuona Mungu tarehe 25 namna alivyotenda mambo makubwa kwa watu wake, na tumeona sherehe zikiwa zinaendelea kusherekewa kila mahali kwa amani, watu wakimfurahia Mungu katika ibada ya Kristo, yaani Christmas. Leo ninalo tangazo la kipekee kabisa kwako. Ninajua Mungu amekusudia kufanya mambo makubwa, tukiwa tunaendelea na ujumbe wetu wa Mungu pamoja nasi, yaani Mungu pamoja na wanadamu. Leo ni siku ya Jumamosi na kesho ni siku ya Jumapili. Tumekusudia kufanya mambo makubwa sana hapa kanisani. Yako mambo ambayo Mungu amekusudia kwa watu wake. Siku ya kesho Jumapili tutakuwa na ibada ya kipekee kabisa ambayo imejaa upako wa Mungu, ibada ambayo itawafanya watu wengi wafunguliwe ambao watafika kwenye hiyo ibada. Ibada zetu Jumapili inaanza saa 1 kamili asubuhi, tutaendelea mpaka saa 6 mchana. Lakini ndani ya ibada hiyo tutakuwa na maombi na maombezi, yaani watu kufunguliwa na kuwekwa huru, watu kutoka katika magereza ya kuzimu, magereza ya ukoo, kwenye maagano ya kipepo. Tutakuwa na ibada ya maombi na maombezi, watu wengi kufunguliwa, nikiwa naamini Mungu akiwa pamoja na wewe, magonjwa hayatakuwa na nafasi kwako. Lakini hiyo ibada itakuwa pamoja na meza ya Bwana, manake ushirika. Tumekuwa na mafundisho tangu mwezi wa 12 ulivyokuwa umeingia, na mafundisho ya ushirika. Kwa tunaamini hata kesho Jumapili tutakuwa na ibada ya kushiriki meza ya Bwana. Kwa hiyo niwakaribishe sana watu wote. Lakini tutakuwa na maombi, kuomba kwa ajili ya viongozi wa hapa kanisani ambao wamechaguliwa hivi karibuni. Tutawasimika rasmi kuifanya kazi ya Mungu kwa nguvu zote, kwa kuwa wameitwa kwa ajili ya kusudi hilo. Kwa hiyo niwakaribishe watu wote kutoka maeneo mbalimbali. Fika bila kukosa siku ya kesho mahali hapa Mbande Kiponza. Yako mambo makubwa ambayo Mungu amekusudia kuyafanya kwa kila mmoja ambaye atafika kwenye madhabahu hii. Lakini habari nyingine njema, tarehe 31, nikiwa na maanisha Jumatano ijayo, tutakuwa tuna mkesha wenye nguvu mahali hapa. Na huo mkesha utakuwa ni mkesha ambao umebeba kishindo kikubwa sana, kwa sababu tutaenda kupokea mwaka 2026. Kwa hiyo huo mwaka 2026 utatukuta tukiwa hapa kanisani. Kwa hiyo nikukaribisha sana kwenye mkesha huo wa kishindo kabisa, na wapo watu wengi ambao watafunguliwa, watawekwa huru. Wako waimbaji ambao tumealika, wanakwaya kutoka maeneo mbalimbali na waimbaji binafsi wakishirikiana na waimbaji wa hapa kanisani na kwaya za hapa kanisani. Kwa hiyo nikukaribisha sana kokote uliko, fika bila kukosa. Mungu amekusudia kufanya mambo makubwa. Huo mkesha utaanza saa 3 kamili usiku, tutaendelea mpaka majogoo. Kwa hiyo niwakaribishe watu wote. Kumbuka ni mimi mtumishi wa Mungu Mchungaji Alex Mkwama, ambaye nachunga kanisa la Uzima katika Neno. Niko hapa Mbande Kiponza, mji wa Raha. Ni kanisa ambalo liko chini ya Askofu Mkuu Mtume Dr. Moses Kingu, na makao makuu yako Mbezi Malamba Mawili, Dar es Salaam. Kwa hiyo niwakaribishe watu wote, fika bila kukosa. Kesho Jumapili mapema kabisa umeshafika mahali hapa. Wambo wanatokea Mbezi, wanatokea Ubungo, wanatokea Tegeta, panda gari ambalo linaenda Mbagala, shuka hapo hapo Mbagala, utapanda gari lingine ambalo linakuja Mbande au Kisewe, shuka Kiponza. Wala ambao mnatokea Chanika, panda gari ambalo lina Mbagala, shuka Kiponza. Ukishuka tu Kiponza utakuwa umeshafika hapa kanisani. Lakini kwa mawasiliano zaidi 0619812000, 0619812000. Namba nyingine ya Voda 0760657377, 0760657377. Mungu akubariki sana. Tuonane kesho Jumapili mahali hapa kwenye ibada yenye nguvu za Mungu. Ubarikiwe sana. Amen.